Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru tena kwa ajili ya majira na wakati kama huu. Asante Bwana kwa neema yako na upendeleo wako. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Bwana anafuatilia masomo haya na maombi haya. Kwa neema yako na fadhili zako na nguvu zako Bwana, ninaomba uwepo wako kasimame pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba na kushukuru popote ulipo. Basi naomba sema amen. Mwana wa Mungu, leo nataka tuangalie somo hili kisha tuingie kwenye maombi. Kushughulikia vifungo vya roho ya mauti. Kushughulikia vifungo vya roho ya mauti. Ni somo mojawapo ambalo ni la msingi sana na litakutoa mahali. Maana Biblia inasema ulituma neno lake kutuponya na kututoa kwenye maangamizo yote. Kwa maana hiyo, neno hili kuna mahali ambapo litakutoa. Kwa maana hiyo, naomba nisikilize kisha tuombe. Mimi naitwa mtumishi wa Mungu Paul Salim Zayumba. Tunamtumikia Mungu katika huduma ya Shakina Glory iliyoko Ngaramtoni Kibaoni pale barabarani bypass. Okay. Tunaposema vifungo vya roho ya mauti, tusome kwanza Waefeso 13 mstari wa 14. Waefeso 13 ule mstari wa 14. Waefeso 13 mstari wa 14 anasema hivi: nitawakomboa na nguvu za kaburi. Tuseme nyuma yangu: nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Naomba niendelee mwenyewe huku mbele. Anasema, ewe mauti ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi kuu wapi karibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Hosea 13 mstari wa 10 anasema, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Tuangalie neno hili kwa mtazamo au kwa ufunuo huu ya kwamba limekuja kwa ajili yetu leo. Kwa maana anasema hulituma neno kutuponya na kututoa kwenye maangamizo. Yamkini kuna maangamizo tunakutana nayo katika maeneo kadha wa kadha. Kuna maeneo ambayo unapita unajiuliza maswali, itakuwaje, nitatokaje mali hapa? Lakini kupitia andiko hili Mungu amelituma ili kwamba liweze kututoa eneo fulani. Kwa anaposema nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti, maana yake ni kwamba kuna mauti ambayo imesimama katika ulimwengu wa roho ikimuwinda mtu mmoja, ikiwinda maisha ya mtu mmoja, ili kwamba asiweze kufanikiwa, ili kwamba asiweze kufika katika kile ambacho anakiona kwenye fahamu zake, asiweze kufikia ndoto zake, asiweze kuona tumaini jema ambalo Mungu ameweza kumleta nalo hapa duniani. Na ndio maana tukasema tunashughulikia vifungo vya roho ya mauti. Kwa maana hiyo, adui anapotaka kupambana na wewe, mara nyingi katika ulimwengu wa roho, adui anatumia roho ya mauti. Mara nyingi adui anatumia roho ya mauti, na roho ya mauti ni roho moja ambayo ni mbaya sana. Inapoachiliwa eneo lolote, hilo eneo hakuna maendeleo. Roho ya mauti inapoachiliwa katika eneo lolote lile, katika hilo eneo hakuna maendeleo yoyote. Adui anapotaka kukuangamiza kwenye jambo lolote, ataachilia roho ya mauti. Kwa mfano, kwenye eneo la biashara, adui akitaka kuangamiza biashara ulionayo katika ulimwengu wa roho, ataachilia roho ya mauti. Na anapoachilia roho ya mauti kwenye eneo la kibiashara, ghafla unaweza kuanza kuona biashara inaanza kutetereka, biashara inaanza kwenda vibaya, mtaji unaanza kufa, wateja uliokuwa nao wanaanza kupotea. Kama ni biashara vitu vinaharibika, unaanza kushangaa vitu vinakaa muda mrefu mpaka vinaharibika. Maana yake ni nini? Kwa nini biashara inadorora? Kwa nini biashara inaenda kama inaelekea kufa? Maana yake ni kwamba kuna roho ya mauti kwenye hiyo biashara. Maana yake ni kwamba lazima roho ya mauti iondoke kwenye hiyo biashara. Itakapoondoka, maana yake ni kwamba hiyo biashara itaamka. Ninakutabiria na kukutamkia katika jina la Yesu, roho ya mauti iliyokaa kwenye eneo lako la biashara iondoke katika jina la Yesu. Adui anaweza akaja, kwa mfano labda wewe una saluni, anachukua hata kipande cha unywele ya watu ambao unawasuka, au anaweza akachukua hata nyayo ya mtu
au akachukua kiashiria chochote cha biashara, alafu anapokichukua anakipeleka kukizika sawa na maelekezo ya mganga. Anaweza kwenda kukipeleka kwenye makaburi, alafu anasema kama nilivyoleta kiashiria cha biashara ya huyo mtu, ndivyo maisha yake yawe ya mauti. Kama nilivyoleta picha, wanaweza kuchukua hata picha kwenye mtandao au kama wanayo. Kama ninavyozika hii picha, ndivyo ninavyomzika na yeye. Maana yake ni kwamba afe. Kama ninavyozika udongo au nyayo yake ambayo nimechota, maisha ya huyu mtu ya kiuchumi yafe. Matokeo yake nini? Mambo ya mauti kwenye eneo la kiuchumi yatakuwa yanaambatana na wewe. Utapambana utoke kibiashara, hautatoka. Utapambana uweze kufanya kazi, lakini hautaona matokeo yoyote. Kila unachokifanya kitakuwa kinakufa. Utapambana hiki na kile, matokeo yake utajikuta umekuwa mtu wa madeni. Maana yake nini? Roho ya mauti imeingia, na roho ya mauti ikiingia, kazi yake ni kuharibu. Ndio maana Biblia ikasema mwivi haji ila aharibu na kuchinja. Ataharibu biashara. Una mtaji wa shilingi milioni 100, atashusha mpaka Tanzania shilingi 500,000. Kwa sababu gani? Roho ya mauti imetumwa ili hakikisha kwamba inaua biashara ulionayo. Na ndio maana maombi haya ni ya muhimu sana, na nitaomba kama unaweza ya download, kama unatembea kwenye gari, utaweka kwenye simu yasikilize, na mara kwa mara kuwa unafuatisha maombi haya kwa jinsi tutakavyokuwa tunaomba pale mwishoni. Wengine, eneo lingine, adui akitaka kuua ndoa anatuma roho ya mauti kwenye eneo la ndoa. Anatuma roho ya mauti kwenye eneo la ndoa. Na anapotuma hii roho ya mauti kwenye eneo la ndoa, maana yake ni nini? Ili kwamba ndoa ife. Kama hakuna roho ya mauti, ndoa haiwezi kufa. Na ndio maana kuna ndoa nyingi siku za leo zinakufa na nyingine zinaelekea kufa. Sababu ni nini? Sababu ni roho ya mauti iliyosimama katika ulimwengu wa roho. Roho ya mauti inaposimama, utatafuta kusuluhisha ndoa na vikao 1000, lakini atakayeweza kuleta suluhisho. Lakini nakuletea jawabu moja siku ya leo. Suluhisho liko ni katika damu ya Yesu. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana, kwa maana yuko ambaye ana uwezo wa kubatilisha mauti. Kila siku utatamani uwe na ndoa yenye amani, haitakuwa ndoa yenye amani. Matokeo yake ni kwamba hata ndoa ulionayo unaona kama inaelekea kwenye kufa. Kwa sababu gani? Kuna roho ya mauti kwenye hiyo ndoa. Kila siku mnapigana, kila siku ni vurugu, hakuna amani. Maana yake kuna shida kwenye hiyo ndoa. Kuna roho ya mauti imeachiliwa kwenye hiyo ndoa. Adui anaweza akachukua jina lako akaenda kulizika kwenye kaburi, alafu anapolizika analinenea maneno, na mara nyingine wanatoa na sadaka. Wanasema kama ninavyozika jina la huyu mtu nazika ndoa yake. Wanaweza tena mara nyingine wakachukua picha ya ndoa baina yako na mwenza wako, wanapata hata kwenye mitandao, au kama wanayo, wanachukua wanaenda kuizika kwenye makaburi, wanaizika kwenye ardhi, wanaifanyia na matanga kabisa, na wanatoa na kafara, sadaka, wanamwaga damu. Wanasema kama tunavyomchinja huyu mbuzi, huyu jogoo, huyu ng'ombe. Ndio maana wakienda kwa waganga kuloga ndoa yako. Kwa nini wanaitishwa sadaka? Maana yake ni kwamba ile sadaka inabeba mauti, inathibitisha agano la mauti kwenye ndoa ya huyo mtu. Ndio maana sasa kuna watu wengi ambao wanaishi, lakini katika ulimwengu wa roho ndoa zao zimeshakufa. Wewe unafanya biashara, lakini katika ulimwengu wa roho biashara imeshauawa. Hiyo biashara iliyokufa katika ulimwengu wa roho haiwezi kufanikiwa, lazima ifufuliwe. Hiyo ndoa iliyokufa haiwezi kuonekana tena ikiwa na amani, lazima ifufuliwe. Na ndio maana maombi haya simama nayo, itafufuka katika damu ya Yesu. Kwa maana ndani ya damu ya Yesu kuna ufufuo. Kwa maana ndani ya damu ya Yesu kuna uzima ambayo inaweza kufufua vile ambavyo vimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akaachilia mauti kwenye elimu. Unapambana na elimu ya watoto, unashangaa mbona siku hizi sipati ada. Maana yake ni kwamba adui anajua ukipata ada watoto wamesoma, ataachilia roho ya mauti kwenye eneo lako la kiuchumi ili watoto wasisome. Watoto sasa hivi kwa nini hapendi shule? Maana yake kuna roho ya mauti. Akienda shuleni anaumwa na macho. Kwa nini watoto sasa hivi wana mapepo? Maana yake nini? Wanatupiwa roho ambayo inaenda kupambana na elimu alionao, kwa sababu adui anajua ile elimu akipata vizuri inapeleka kwenye hatima. Na ndio maana watoto wengi wametupiwa roho ya mauti, ikiwezekana wafe au elimu zao zife. Ina maana roho ya mauti ikikaa kwenye eneo la elimu, hiyo roho ya mauti itainua jambo lolote kuhakikisha elimu ya huyu mtoto haifiki malengo au afiki pale mahali ambapo anatakiwa aweze kufika. Jambo lingine, mauti ina uwezo
wa kukaa kwenye ardhi. Nitakuja na somo la kukomboa ardhi. Lakini mauti ina uwezo wa kukaa kwenye ardhi. Maana yake ni nini? Ikikaa kwenye ardhi, adui anaweza kuachilia mauti kwenye ardhi ya nyumbani kwako. Kitakachotokea ni kwamba utapambana kutafuta maisha fulani, hautakaa uweze kuyaona. Kwa sababu gani? Kuna mauti ambayo imesimama, inaua kila kitu, na hivyo vitu havitakaa viweze kukaa sawa kwenye maisha yako au kwenye familia kama roho ya mauti haitaondoka kwenye hiyo ardhi. Kwa mfano, kama roho ya mauti iko kwenye ardhi ya nyumbani, uwe na uhakika ya kwamba hiyo mauti itatafuta kuua mtu. Hiyo mauti ikitafuta kuua mtu italeta magonjwa mara kwa mara kwenye familia. Hiyo mauti iliyoko kwenye ardhi itatafuta kuua ndoa. Hiyo mauti iliyoko kwenye ardhi itatafuta mara nyingine kuua uchumi wa familia, na ndio maana mtajikuta mara nyingine mnateseka. Shida ni nini? Matokeo yake nini? Matokeo yake ni kwamba ardhi, kuna mauti ambayo imekaa kwenye ardhi. Eneo ambalo unafanya kazi, adui anaweza akaja katika ulimwengu wa roho, alafu akachilia roho ya mauti kwenye hilo eneo. Atakapoachilia roho ya mauti kwenye hilo eneo ambalo unafanya kazi, matokeo yake ni kwamba hakuna chochote utakachokifanya kikastawi milele, kwa sababu eneo ambalo ulilopo limebeba roho ya mauti, limebeba roho ya mauti, limebeba roho ya mauti, imebeba roho ya mauti, imebeba roho ya mauti. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa pili kuanzia mstari wa 19 anasema, watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake yafai na nchi kuzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa, hakutatoka tena kufa, yani mauti, wala kuzaa mapooza. Maana yake nini? Mahali palipo na mauti kuna mapooza. Na makasema ardhi kibeba mauti, maana yake ina mapooza. Hakuna chochote kinaweza kuendelea. Ndoa haitasimama, afya hazitasimama, elimu hazitasimama, uchumi hautasimama. Kwa sababu gani? Kuna roho ya mauti kwenye ardhi ya kwako. Sasa lazima uishughulikie, lazima uishughulikie. Na maana nikasema hapa nazungumza kwa ufupi, lakini naomba maombi haya yashikilie kwa makini sana. Popote unapoenda, omba. Nenda kwenye ardhi ya kwako nyumbani, shughulikia mauti. Mara nyingine kazini mnafika mahali mnataka muweze kupunguzwa kwa sababu kampuni imeweza kudorora, na wakitafuta sababu za msingi hamna. Roho ya mauti, roho ya mauti. Ndio maana mara nyingine simama kwenye nafasi kwa habari ya kampuni ambayo Mungu amekupatia uweze kufanya kazi katika kwayo. Kwa hiyo roho ya mauti ikikaa kwenye ardhi, utalima shamba, hautaona matokeo. Utaenda kwenye migodi ya madini, utaenda kupambana, hautaona matokeo tu. Kwa sababu gani? Kuna roho ya mauti imeachiliwa. Maana nikakwambia, adui akitaka kuua chochote kwenye maisha yako, anatuma roho ya mauti. Sema achia katika jina la Yesu. Anatuma roho ya mauti. Kwa roho ya mauti ikikaa kwenye ardhi ni hatari sana. Na bora ikae popote, lakini sikae kwenye eneo la ardhi. Isikae kwenye eneo la ardhi. Isikie kwenye eneo la ardhi. Wanaweza wakaenda kwa mganga, likatumwa jini la mauti ambalo limekaa pale nyumbani. Kazi yake ni kuangalia ni kitu gani ambacho kinastawi niweze kuua. Akiona ndoa kidogo ina amani, anaua amani ya kwenye ndoa. Akiona watoto elimu inaenda vizuri, anapambana kuua elimu. Akiona afya, watu wana afya nzuri, anatamani mmoja aweze kufa. Kwa sababu gani? Roho ya mauti imetawala kwenye familia. Roho ya mauti imetawala kwenye biashara. Roho ya mauti imetawala kwenye ndoa. Mbaya zaidi, ikitawala kwenye eneo ambalo tunasema ni ardhi, ikitawala hata kwenye eneo la huduma, roho ya mauti. Hiyo huduma itakuwa ni kazi ngumu kuendelea. Lazima uweze kushughulikia roho ya mauti. Na ndio maana huu ni ufunuo ambao Mungu anazungumza na wewe majira haya na sahihi. Wewe ambao unaweza kunisikiliza, na nakuomba basi endelea kuchukua mafundisho haya na tembea nao ili kwamba yaweze kukutoa mahali. Kwa maana Mungu amenipa hili neno na amenipa neema ya kuwafungua watu. Haijalishi unasikiliza kwa njia ya kimtandao, lakini neema ya Bwana iko na wewe hapo ulipo. Neema ya Bwana itaenda kutembea, na tutaingia kwenye maombi. Nguvu za Mungu zitatembea na Mungu ataenda kutembea jambo jipya. Rapasa kariamano rapra zekerianto ripo koko sekerimanta raprazeshe sekerianta rapako ripapa zekekete kepa yeze shekekente kerianta in the name of Jesus. Ngoja nikupeleke chap tuangalie dalili. Utajuaje roho ya mauti inakufuatilia? Utajuaje roho ya mauti kwamba mimi ninafuatiliwa na roho ya mauti? Cha kwanza, kile unachokifanya au kile ulichonacho kinaelekea kufa. Biashara umejaribu kuanzisha hichi na kile, kimekufa.
Hata ulichonacho kinaelekea kufa. Unatafuta ajira haupati, maana yake kuna roho ya mauti. Dalili hizo. Ndoa jinsi ilivyo ni kama inaelekea kufa, roho ya mauti. Maisha ya watoto ulionayo kila siku magonjwa kwenye familia hayaondoki, manake ni roho ya mauti inatafuta kumuua mtu. Na kama sio kumuua, roho ya mauti inaweza kuleta magonjwa au kusababisha magonjwa ili iwe uchumi, kwa sababu wakati unatibu unatumia fedha nyingi kwenye kutibu, uchumi wako unaanguka. Ndio maana lazima ukatae hiyo roho ya mauti. Lazima ukatae hiyo roho ya mauti. Lakini jambo lingine ni eneo la ndoto. Unaota ndoto uko shimoni, hiyo ni roho ya mauti. Mwingine anaota ndoto yuko kaburini, hiyo ni roho ya mauti, ni roho ya mauti. Mwingine anaota ndoto anatokewa na watu waliokufa. Mwingine anaota anakula vyakula na watu waliokufa. Na mwingine anapokula vile vyakula, akiamka kwenye ndoto au mara nyingine akiwa anakula kwenye ndoto, vikiingia vinabadilika vinakuwa ni kama chakula kilichooza. Maana yake hiyo ni roho ya mauti, ni roho ya mauti. Mwingine anaota anakimbizwa na watu na mapanga, ni roho ya mauti. Mwingine anaota ajali, maana yake hiyo ni roho ya mauti. Ni roho ya mauti inamfuata huyo mtu. Ni roho ya mauti inaweza kumfuata huyo mtu. Roho ya mauti inamfuata huyo mtu. Inamfuata huyo mtu. Mara nyingine unaota ni kama uko kwenye gofu. Au unaota ni kama nyumba inaanguka, maana yake ni roho ya mauti. Mwingine anaota anakimbizwa na wanyama, maana yake hiyo ni roho ya mauti. Ni roho ya mauti inakufuatilia. Na ndio maana sasa unapoota ndoto za namna hiyo, lazima uanze kujihoji, eneo gani ambalo linaonekana ni kama limekufa au linaelekea kufa, au maisha yangu ni vitu gani, au ni vitu vinakuwa vinakufa mara kwa mara. Inakupatia picha kuelewa kwamba kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia. Wengine kwenye familia za kwao kuna maagano na laana za mauti. Kila tarehe fulani watu wanakufa. Kila tarehe fulani watu wanakufa, au kila mwaka au kila baada muda fulani. Na wengine ni magonjwa yale yale. Maana yake kuna laana kwenye familia ambayo imebeba roho ya mauti ama ukoo. Sasa lazima iweze kushughulikiwa. Na ndio maana nakaribisha kwenye huduma yetu, na kuna namba zangu hapo, popote ulipo unaweza ukanipigia. Lakini dalili nyingine ya roho ya mauti ni hofu ya kifo. Ukikaa mara nyingine unajisi kama unakufa. Mara nyingine unasikia kama nyimbo za msiba. Unasikia nyimbo za msiba zinaweza kuimba. Maana yake hiyo ni roho ya mauti. Kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia. Mara nyingine unakoswa na ajali, mara umekoswa na gari, mara umekoswa na pikipiki, mara umekoswa na baskeli, bajaji na kadhalika. Maana yake kuna roho ya mauti. Kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia katika ulimwengu wa roho. Na inawezekana sio wewe, ni mwenza wako au ni watoto wako. Na ndio maana nimezungumza baadhi ya mambo hapa juu. Natamani tukaombe. Mwana wa Mungu, tuna Mungu ambaye hajawahi kushindwa na jambo lolote. Natamani tukalitie jina lake. Isaya 28:18 anasema, na agano lenu mliloagana na mauti litabadilika, tena mpatano wenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikablo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa nalo. Anasema na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika. Nataka tukabatilishe kila aina ya agano ambalo limesimama katika ulimwengu wa roho. Agano la mauti lililoachiliwa kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye ardhi, kwenye elimu ya watoto. Ninataka ukalishughulikie. Lakini Zaburi 18:5 anasema hivi, kama za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ilinikabili. Mtunga Zaburi anasema mitego ya mauti ilimshikilia, lakini alitokaje? Katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akasikia sauti yangu hekaluni mwake. Maana yake ni kwamba alimlilia Bwana. Na mimi nataka tukalitie jina la Bwana. Haijalishi kuna mauti eneo la namna gani. Haijalishi mauti imeweza kutawala wapi. Haijalishi iko eneo gani. Lakini Biblia inasema ya kwamba yale yaliyoliwa na nzige na parare na madumadu, yeye anaweza kuzirejesha. Haijalishi ni kwamba wamepoteza vingapi. Haijalishi wamekula mangapi. Haijalishi biashara imeuawa. Haijalishi umepoteza mitaji. Haijalishi ni kama umepoteza ndoa na unaelekea kupoteza ndoa. Neema ya Bwana ikijifunua nina kutenda jambo jipya, mtu wa Mungu. Natamani tuende mbele za Mungu. Hebu sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwanadamu. Yamkini nimekukosea kwa namna moja au nyingine. Ninaomba rehema zako. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Naomba unioshe
Bwana, uhalali wowote uliosimama katika ulimwengu wa roho ukaondolewe kwa damu ya Yesu. Ndiyo maana nimekuja mbele zako kwa njia ya toba na rehema. Baba, naomba neema iliyofichwa katika damu yako ishuke nitetee kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuja mbele zako Bwana kwa habari ya watu wako hawa ambao Bwana unafuatilia maombi haya na somo hili katika jina la Yesu. Ninasema kwa habari ya roho ya mauti, ninasema kwa habari ya roho ya mauti ambayo imesimama katika ulimwengu wa roho, roho ya mauti iliyokaa kwenye eneo la biashara, roho ya mauti iliyokaa kwenye eneo la ndoa, roho ya mauti iliyokaa kwenye eneo la elimu, kwenye afya, kwenye eneo la kiajira, uchumi. Ninasema na hiyo roho ya mauti chomoka haraka, chomoka haraka, chomoka kwa jina la Yesu, chomoka kwa jina la Yesu. Roho ya mauti chomoka, roho ya mauti chomoka, roho ya mauti chomoka, roho ya mauti chomoka. Uachie haraka, uachie hiyo biashara, uachie hiyo biashara, uachie katika jina la Yesu, uachie hiyo biashara kwa jina la Yesu, uachie hiyo biashara kwa jina la Yesu. Toka roho ya mauti, damu ya Yesu inapita kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka kwenye hiyo ndoa, uachie hiyo ndoa, uachie hiyo ndoa, uachie hiyo ndoa, uachie elimu ya watoto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Umekaa kwenye hiyo ardhi hapo nyumbani, pita kwenye ardhi ya nyumbani kwako, pita kwenye ardhi ya nyumbani kwako, ndio inaondoka kwa damu ya Yesu, inaondoka kwa jina la Yesu. Mauti ambayo imekaa kwenye ardhi, 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 haraka inaondoka, haraka inaondoka. Mauti iliyokaa kwenye ardhi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mauti ambayo imekaa kwenye ardhi inaondoka haraka, inaondoka haraka. Ninasema na roho ya mauti, pisha njia, pisha njia. Mwache huyo baba, mwache huyo mama, mwache huyo kijana wa kike na wa kiume, toka kwenye hilo shamba, toka kwenye huo mgodi wa madini kwa damu ya Yesu. Mwachilie huyo mfanya biashara mkubwa, mwachilie huyo mtumishi, mwachilie huduma haraka kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu unapita, watu wanaachiliwa, watu wanaachiliwa, vifungo vya mauti vinaachilia, vifungo vya mauti vinachia kwa jina la Yesu. Vifungo vya mauti vinachia kwa jina la Yesu, vinachilia. Vifungo vya mauti vinachia, vinachia kwa jina la Yesu. Vifungo vya mauti vinachia, 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 vinachia. Kuna mikono ambayo imebeba mauti. Wewe kila unachokifanya kinakufa, ni kwa sababu mikono yako imebeba mauti. Moto unapita haraka, haijalishi uko wapi, haijalishi uko wapi, moto unapita haraka. Hiyo mikono ambayo imebeba mauti, haraka katika jina la Yesu. Ninasema fire, moto ukawake kwa jina la Yesu. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Mikono iliyobeba mauti, miguu iliyobeba mauti, biashara iliyobeba mauti, kila wakati wanakutana na ajali kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, ninasema na roho ya mauti, natuma damu ya Yesu, ninatuma damu ya Yesu, napita kwenye familia ya kwenu, ninachomoa roho ya mauti, ninachomoa roho ya mauti. Imeleta magonjwa, ikitoka ugonjwa unakuja ugonjwa mwingine, ninakataa roho ya mauti, ninakataa roho ya mauti. Pisha njia, pisha njia. Moto, 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 moto wa damu ya Yesu. Moto unapita, moto unapita. Funguka, funguka, funguka kwa damu ya Yesu. Wengine wako hospitalini, wengine ni wajawazito, mara kwa mara unapoteja ujauzito kwa jina la Yesu. Hiyo ni roho ya mauti. Hiyo ni roho ya mauti, hiyo ni roho ya mauti kwa jina la Yesu. Hiyo ni roho ya mauti kwa jina la Yesu. Ninasema iachilie tumbo la uzazi. Ninasema na mauti ambayo imekaa kwenye matumbo ya uzazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mauti ambayo imeingia ndani yako kwa njia ya kula vyakula katika ulimwengu wa roho wa ndoto, kamata tumbo lako, damu ya Yesu inapita. Batilisha, batilisha, batilisha. Hiyo damu ya Yesu inapita, 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 hiyo damu ya Yesu inapita. Watu wanafunguka, watu wanafunguka, ndoa zinafunguka, biashara zinafunguka, uchumi unafunguka. Mauti inakaa mbali na wewe. Inuka tena, tembea tena kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana inakutembelea, neema ya Bwana inakutembelea, neema ya Bwana inakutembelea, neema ya Bwana inakutembelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapakoria mana rapraka yekekeza karianta rapraka yekekeze kekeshe kenterianto ripakoria manta rapraka na rapako yekekeza ya mantoriando rikakasa karakanta rapako riata rapapariando ripa. Ninachilia moto wa damu ya Yesu, moto kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, paka pale nyumbani kwako, kwenye eneo la biashara. Tuma moto wa damu ya Yesu. Mauti kimbia, mauti wache hiyo nafsi. Wanaota ndoto yuko kwenye mashimo, waliopelekwa kwenye makaburi, waliowekwa kwenye majeneza, waliopelekwa paka mochori katika ulimwengu wa roho, wanatoka
wanatoka kwa jina la Yesu, kwa maana mauti inaachilia wale ambao wamekamatwa na mauti kwenye eneo la ajira, hata wanakosa kazi, kila anapoenda anakataliwa. Hiyo ni roho ya mauti kwa jina la Yesu, hiyo ni roho ya mauti kwa jina la Yesu. Huyu aliyoko hospitalini anashindwa kujifungua, ninatamka kwa damu ya Yesu, aachiliwa haraka, aachiliwa haraka, aachiliwa haraka. Roho ya mauti kimbia, roho ya mauti achilia haraka, roho ya mauti achilia haraka, roho ya mauti achilia haraka. Roho ya mauti inasema na wewe, ninasema na roho ya mauti, ninasema na roho ya mauti, ninasema na roho ya mauti, haraka 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 haraka, roho ya mauti kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, 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 waachia watu haraka katika damu ya Yesu Kristo. Ribo zekekesha kantapa, riprekeze kekerima na rapakoria, raka na rapakoria manuri baba, riprakaze kekeshe kekeri kanta rapako, ria na rapako koria mana rapako. Endelea kuomba, tumia maombi haya, endelea kusikiliza na uombe nao mara kwa mara. Ni kuombe sana ili kwamba huduma hii endelee kufanya kazi vizuri. Naomba subscribe kwenye channel yetu mahali pale, na uweke ta notification, ubonyeze kile kikengele, uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha na maombi ya kuweza kutoka kwenye vifungo kadha wa kadha. Bwana kubariki, ubarikiwe na Bwana, ubarikiwe na Bwana sana. Asante sana.